Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC limeanza kujadili suluhu ya foleni ya malori na changamoto za uendeshaji wa bandari kavu jijini Dar es Salaam, huku ikieleza kuwa ongezeko kubwa la makontena bandarini limezidi uwezo wa kuhifadhi na kuhudumia mizigo. Mkurugenzi mkuu wa TASAC Mohamed Salum amesema bandari ya Dar es Salaam ina uwezo wa kuhifadhi makontena 28,000 kwa wakati mmoja, lakini kwa sasa inapokea hadi makontena 110,000 kwa mwezi, hali inayoongeza umuhimu wa bandari kavu kusaidia kupunguza msongamano. Kama mnavyojua, bandari yetu ya Dar es Salaam mzigo unaongezeka. Uwezo wa eneo la ndani ya bandari kuhudumia mzigo kwa makontena yakiwa kwa 100% ni makontena karibia 28,000, haiwezi kuzidi 28,000. Lakini na bandari, uwezo wa bandari kwa mwezi kwa sasa ni kuhudumia, umefikia uwezo wa kuhudumia makontena 100,000 na 10,000 kwa mwezi, meli zinazoshusha makontena katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ukiangalia uwezo wa ndani ya eneo la bandari ni kontena 28,000, lakini makontena zaidi ya 100,000 na 10,000 yanashuka. Lakini kwa ICD za Dar es Salaam zinazopokea makontena ya import, mpaka sasa hivi tuna uwezo wa makontena karibia 35,000. Kwa hiyo ukijumlisha bado tuko katika chini hata 60,000. Kwa hiyo kuna umuhimu bado mkubwa ili kuiwezesha bandari yetu kuendelea kukua, na kwa kuangalia takwimu ambavyo ukuaji wa bandari ya Dar es Salaam unavyokwenda ni asilimia zaidi ya 16 kwa mwaka. Kuna haja ya kukaa na kulijadili swala hili kwa kina na kuona namna ya kwenda nalo. Lakini pia lazima ieleweke kwamba katika mizigo inaingia katika bandari ya Dar es Salaam kama makontena 100,000 na 10,000 kwa mwezi, nusu ya makontena hayo huwa ni ya transit, kwa maana nakwenda katika zile land linked country, kwa mfano DRC, Zambia, Malawi, Uganda, Rwanda na Burundi. Lakini nusu ya makontena hayo ni local, yani yanatumika hapa Tanzania, yanakuja kwa ajili ya viwanda vyetu, wafanyabiashara, watu wanaagiza bidhaa nyingi ndani ya nchi kwa ajili ya kulisha viwanda lakini na masoko. Na katika hayo makontena nusu ya Tanzania, zaidi ya asilimia 85 mpaka 90 consumption yake ni mkoa wa Dar es Salaam. Yani hayatoki si kwenda Mbeya, kwenda Mwanza, kwenda Arusha. Demand kubwa ya makontena yanayoingia Tanzania matumizi yake ni Dar es Salaam, na yakizidi sana yanakwenda eneo la Kibaha hapo au Mkuranga, mkoa wa Pwani. Machache kidogo yanaelekea Bagamoyo, kwa sababu viwanda vingi nchi hii vimejikita katika eneo la mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Lakini pia biashara kubwa za wafanyabiashara kama eneo la Kariakoo ndio linalolisha kikanda nzima ya ukanda wa kusini, kwa maana mikoa Zimbabwe, Zambia, Rwanda, DRC wanafuata mizigo Kariakoo. Kwa hiyo demand ya consumption inakuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo ukiangalia kwa mwezi tumesema uwezo wa bandari na ICD ni karibia 55,000 makontena. Lakini kwa mwezi nao yanashuka makontena 55,000 ya local tu. Lakini tunahudumia na makontena ya transit ambao ni 55,000. Kwa hiyo unaweza kuona hilo gap la idadi ya makontena. Na hapo tumezungumzia makontena yanayoingia nchini tu. Kila kontena linaloingia nchini ni lazima nalo litoke tena. Kwa hiyo ukipeleka kontena DRC huwa linarudi. Na kwa takwimu za Disemba tumefikia, kwa Disemba peke yake tuliondosha makontena 46,000 kurudi nje ya nchi. Kwa kuna makontena matupu, lakini kuna makontena yanayobeba bidhaa. Sasa hapa Dar es Salaam pia tuna maeneo ya kuhifadhi makontena matupu, tunaita empty container depots, kwa hiyo yanasubiri kupakiwa kwenye meli kurudi nje ya nchi. Lakini tuna maeneo yanayofanya staffing kwa ajili ya export, yanaitwa CFS, nazo zinahifadhi makontena. Kwa hiyo mnaweza mkaona hiyo changamoto ilivyo kubwa, kwamba eneo la bandari halijaongezeka, lakini ufanisi mkubwa wa bandari umeongeza mzigo mkubwa sana. Sasa ni lazima tukae tujipange kuangalia namna ambavyo tunawezaje kusimamia na kuweka maeneo ya kutosha ya bandari kavu ili kumiti mahitaji na mambo mengi. Na pia muelewe, katika makontena 110,000 unahitaji maroli 110,000, kwa sababu sasa hivi matumizi ya reli na nyenzo zingine za kuondosha makontena bado, reli bado iko chini ya less than 4% ya uondoshaji wa makontena. Kwa hiyo tunategemea sana barabara, na kila barabara gari moja kontena moja. Kwa hiyo kuna kontena 55,000 za loko
lazima uwe na maroli 55,000 kwa siku, kwa mwezi yanakimbiza makontena ndani ya Dar es Salaam. Lakini lazima uwe na maroli mengine kama 55,000 ya kupeleka makontena katika nchi za jirani. Na ndio maana mkitembea barabarani mnaona misururu ya maroli, kwa sababu bado uwekezaji katika reli, na serikali inachukua jitihada kubwa kuwekeza kwenye reli, lakini bado hatujaanza matumizi rasmi ya standard gauge railway kuhudumia makontena Dar es Salaam. Najua wanakamilisha ndani ya mwaka huu, lakini tunashukuru serikali pia imeingia mkataba, ule mkataba wa Tazara. Tunategemea kufikia 2028-29 Tazara nayo itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo reli zitaanza kupunguza pressure ya barabara. Serikali inaendelea kuimarisha matumizi ya reli ya kisasa SGR na MGR, reli ya zamani ile. Zote mbili zinafanya kazi sambamba, pamoja na kuboresha mifumo ya tehama ambayo sasa hivi inasomana mifumo yote ya kibandari, TRA na wadau wengine pale, mifumo yote inasomana. Sambamba na serikali kupitia taasisi zake ikiwemo TPA, TASAC na TRA na wadau wengine, itaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji na utoaji huduma za kibandari ili kuhakikisha sekta ya usafirishaji inaendelea kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Aidha, natoa rai kwa wadau wote kuendelea kushirikiana ili kurahisisha mazingira ya kufanya biashara na kuifanya nchi yetu kuwa kitovu cha usafirishaji na kuongeza mapato ya nchi na kuongeza ajira.